Kuna aina kadha wa kadha za busu ambazo najua kwa namna moja ama nyingine ni mabusu maarufu zaidi. Sasa kwa wakati huu msikilizaji, nitakufafanulia kila busu na maana yake, ili hata ukipata busu kutoka kwa mtu ujue alikuwa anamaanisha nini. Sasa busu la kwanza ni lile busu ambalo ni la katika kipaji cha uso, kwenye paji la uso hapa kwenye forehead. Busu hili msikilizaji, maana yake, mtu akikupiga busu kwenye paji la uso anamaanisha kwamba nakujali, nakupenda na nakuthamini. Ila hutumika sana kirafiki, kindugu, hata kwa wapenzi pia. Japo mtu akikupatia busu kama hilo, labda na ni rafiki yako tu, you don't share any intimacy, basi anamaanisha kwamba anakupenda, anakujali na anakuthamini. Kwa sababu neno kupenda sio lazima iwe mnavumbulana tu ndio mtu akikwambia nakupenda anamaanisha anakutaka kukuvumbula. Kwa sababu tofauti. Unampenda mzazi wako, unampenda ndugu yako. So kuna tofauti ya mapenzi na mahaba. So wewe una mapenzi kwa watu wote wako ambao ni wa karibu. Una mapenzi ya dhati sana kwa wazazi wako, kwa ndugu zako, kwa rafiki zako, lakini mahaba unayo kwa yule mtu mmoja tu ambaye anakuvumbulisha ama unamvumbula kwa uzuri. So busu la pili msikilizaji ni busu la shavuni, na linaweza kutumika kwa wapenzi, marafiki na wengine hata wazazi. Kwa mfano mimi kama mimi nikiagana na mzazi wangu pale nyumbani kwamba basi haya inshallah tutakutana Mwenyezi Mungu akipenda, mamangu ananibusu kwenye paji la uso, ananibusu kwenye shavu la kushoto na la kulia. Kwa hivyo hili busu kwenye shavu hutumika na watu wengi sana na kwa watu wengi sana. Ni ndugu, jamaa, marafiki, wapenzi, na inamaanisha ama inatoa ile ishara ya kwamba una upendo kwa mtu wako, unampenda, okay, unamjali na kumthamini. Sasa ngoja nikupatie busu la mdomoni, lip to lip, kwa sababu hapa kwenye busu ya lip to lip inaweza kuwa tu na ikaishia hapa. Sasa kuna kumpiga mtu busu, alafu kuna kumpiga mtu mnyonyo. Maana kumpiga mtu busu ni mdomo wako na mdomo wangu ushikane tu juu kwa juu, hiyo ni kupiga lip to lip. Lakini sasa kumbe kuna unipatie mate yako meze, nikupatie mate yangu ya meze, uteze na ulimi wangu na mimi niteze na ulimi wako, yani nkuume ili mradi yani kuwe na nyingi. Sasa hili linaweza kutumika kwa wapenzi, sawa Ni sio rahisi sana katika culture tulionayo sisi wa Afrika kwamba mzazi wako hata kama mnaagana, ndio unampenda mzazi wako, una mapenzi na yeye, lakini sio rahisi upate mtoto wa kike kama mimi na agana na baba mzazi, hata kama hakuna kupeana mate, kuchezeana milimi. Hiyo lip to lip sio rahisi, sawa kwenye culture unayotokea wewe unayenisikiliza, hususan Afrika. Unaweza kumkisi kwenye shavu, unaweza kumkishi kwenye shavu la kushoto ama kulia kwenye bapa la uso mzazi, it is okay. But huwezi kuniambia ati wewe kama mtoto wa kike ama mtoto wa kiume unaagana na mzazi wako unampatia busu la kwenye mdomo, sawa So hili hususan linatumika kwa wapenzi,
kwa sababu halihusishi kama ni marafiki. Unajua mwanamke na mwanamke sio big deal, yani kukisi mwa na kwenye mdomo, kwenye shavu na kwenye mdomo, kwa sababu ni lip to lip. Kwa hivyo hiyo lip to lip, yani juu kwa juu, haihusishi kucheza na ulimi, kucheza na mate. Hayo ya kuchezeana ulimi na mate na kuumana na nini ni ya wapenzi peke yake jamani. Na mimi nikikupiga mnyonyo inamaanisha kwamba nina mapenzi mazito sana na wewe ambaye nakupiga mnyonyo. Yule ambaye nitamkisi tu mwa huku na huku kwenye shavu, alafu juu kwa juu tu lipu ni rafiki wangu wa karibu, labda wa kisichana, ni cousin, naelewa, relative, it is not a big deal. Lakini hapa kwenye kupiga na minyonyo ni iwe ni mimi na wewe tuko kwenye faragha, tunapendana, tuna mahaba, tuna mapenzi mazito, unaelewa, ndio hapo kwenye kupiga na mnyonyo. So kuna busu la mdomo na ulimi, hapa ndio patamu jamani, inaitwa French kiss. Yani busu hili hususan inahusisha ulimi na ulimi. Yani hapa hakuna kitu chengine shekhe, kinachohitajika ni mate na ulimi peke yake. Na watu wanachofanya ama watu wanaotakiwa kufanya hichi kitendo ni watu wawili ambao hutumika zaidi kuwa wapenzi ama kwa mapenzi. Unaweza kuiita deep kiss, unaweza kuiita wet kiss. Ila ishara inayotoka hapa ni kwamba mapenzi ni mazito sana, na huyo mtu uliyepiga mnyonyo wa sampuli hiyo ni mtu wako wa karibu. Alafu kuna busu la shingo. Sasa ni busu la kuomba kitu zaidi, yani anayekupatia busu la shingo ni mtu anayehitaji zaidi ya busu. Linapendekeza zaidi kama mtu anakupatia busu ili awe nyuma ya mgongo wako. That feeling I say. Alafu sasa inamaanisha kwamba ni sio kwenye shingo tu nataka. Hii ni starter tu. Wanaokula mogoka wanaelewa, ni kama vile umekwenda kwa Meru ukamwambia nipige mkono. Nipige mkono inamaanisha nipe starter. Lakini kwenye kuendelea kuchonga nitanunua. Sasa hii mtu akikupiga kwenye busu la kwenye shingo inamaanisha kwamba nataka nikikupiga mnyonyo kwenye shingo ina maana kuna vile ambavyo nataka niende chini zaidi ya hapa. Ndio busu la shingo. Kwenye busu la sikio, ushatiwa ulimi wa sikio wewe, unajiita mtaalamu wa mapenzi, ulimi wa sikioni hujatiwa. Sasa linaweza kuanzia kwenye mdomo, likahamia shingoni, pole pole taratibu mpaka kwenye sikioni. Hii pia ni aina ya busu, lakini baina ya wapenzi, na ni ishara kwamba kuna kuhitaji zaidi ya busu. Mtu kaanza kukupiga mnyonyo kwenye mdomo, ameshuka kwenye shingo, amefika mpaka kwenye sikio, amelitia meno, amelitezea, akalitia ulimi. Wewe uogopi. Huwezi kujiongeza kwamba ati huyu ni rafiki tu, rafiki. Basi haya. Busu la mwisho kwenye bega. Okay? Busu hili halina tofauti sana na lile busu la kwenye shingo. Okay, because kuna vile ambavyo mtu anaweza kukuhug. Kwa mfano amekumisi muda mrefu sana hamujaonana. Huyu ni sahiba yako, ni arifu wako, ni wifi yako, ni shemeji yako. Anaweza labda mko kwenye uwanja wa ndege amekuja. Sasa katika kule kukuhug, akakuhug, alafu sasa shingo, kwa sababu ameweka mdomo kwenye shingo, ndio anaweza kukupatia busu pale. Sawa? So
mtu akikupatia busu kama hilo, unaangalia wewe mwenyewe, huyu tuna mipaka ya aina gani. Sawa Alafu wewe mwenyewe utajua, kwa sababu kama ni rafiki yako unajua tu it is just a formal kiss that anajaribu kuexpress kwamba alikuwa amenimiss na hajaniona kwa muda mrefu. Lakini kama itakuwa ni mpenzi wako amekupiga kwenye busu hapa kwenye shingo, nimekueleza tofauti kwamba anahitaji zaidi kutoka kwa wewe mpenzi wako. Sawa, muda mwingine kama wapenzi sio kila kitu kinahitaji kuzungumzwa. Tumia vitendo katika kuomba unachohitaji na sio maneno. Coco FM, ladha ya Pwani.